Swala la malezi sio swala la elfu moja. Swala la malezi sio swala la kuamuru vitu vitokee. Swala la malezi ni kama vile mtoto anapoenda darasani, anaenda hajui hata kuandika lakini baadaye anaondoka anaweza kuweza vitu vingi sana. Kwa hiyo the same applied hata kwenye malezi. Watoto wetu hatuwezi kuwafundisha kitu leo wakakijua leo hiyo. Huwezi kuwazuia watoto kufanya kitu leo, kesho hiyo wakaacha kufanya. It's a process. Learning is a process. Kujifunza ni mchakato ambao huo mchakato sasa unahitaji mzazi uwekeze nguvu katika wewe mwenyewe kutafuta maarifa sahihi ya kumfundisha mtoto, lakini uwekeze muda wa kukaa na kusikilizana na mtoto wako, kumfundisha lakini pia na kumsikiliza upande wake. Kama ambavyo nimesema, aina nyingi ya malezi especially katika jamii za Kiafrika, tuna malezi ya kimabavu. Na haya malezi ya kimabavu ni kwa sababu gani? Hatuna muda. Tunataka kile tunachokiamuru ndicho watoto wakifanyie kazi. Na aina hii ya malezi na madhara makubwa sana katika ukuaji wa mtoto, katika tabia na mwenendo ya mtoto, na mwisho wa siku sasa anashindwa kuweza kuwa mtu mzuri katika maisha yake binafsi, lakini pia hata kwenye ndoa. Kwa hiyo kwenye msingi swala la malezi ni muhimu sana katika kuimarisha ndoa za kesho.